wakati umefanya namna hii, sijaona namna hii. Na kuhakikishia hapa siku ya leo, yeyote ambaye anapata kujua kazi ambayo Mungu Mwenyezi amefanya katika Yesu Kristo mwana wake, ataimba huo wimbo pia. Atawezaje kunyamaza wakati amefanya namna hii? Hatakuwa ameona namna hii. Kuna ajabu kubwa ambayo Mungu amefanya. Kuna ajabu kubwa ambayo Mungu amefanya. Ndio maana hata wale wanaopinga injili ya Mungu katika Yesu Kristo wanagundua hiyo ajabu, wanaitambua na inawatetemesha. Wanafunga maduka, wanatoroka injili ya Yesu Kristo, kwa sababu inawahakikishia kwamba ukweli ni Mungu alivyojidhihirisha katika Yesu Kristo. Kuna ajabu kubwa iliyofanyika katika hii injili, na ninakuhakikishia kama hii ajabu haiwezi kukuokoa wewe, hakuna lolote litakaloweza kukuokoa. Kama neno la Mungu katika Yesu Kristo haliwezi kukuokoa na kuhakikishia hapa siku ya leo, hauna tumaini lolote lingine, hakuna njia yoyote nyingine, hakuna nuru yoyote nyingine. Kama kazi ya Mungu katika Yesu Kristo haikustaajabishi, haikushitui, haikuamshi kutoka usingizi wako, na kuhakikishia siku ya leo kwamba hauna tumaini lolote lingine, na nakuhakikishia wale wote ambao wamechagua tumaini zote zingine, ishi pale pale. Mungu anakuambia, na nakuhakikishia utalia. Ndiyo maana niseme haya maneno na ninaweza kuyasoma. Lakini ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana na kulitii neno la mtumishi wake? Hili ni kutoka kitabu cha Isaya mlango wa 50, mlango mstari wa 10 na 11. Ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana na kulitii neno la mtumishi wake? Yeye atembeaye gizani, yeye asiye na nuru, na alitumainie jina la Bwana, na mtegemee Mungu wake. Lakini sasa nyinyi nyote mnaowasha mioto na kupeana mienge iwakayo nyinyi kwa nyinyi, nendeni, tembeeni katika nuru ya moto wenu na ya mienge mliyoiwasha. Hii ndilo mtakalopokea kutoka mkononi mwangu. Mtalala chini kwa mateso makali. Mungu anasema kama yule anamwamini, amwamini na mtumishi wake, yule aliyemtuma. Najua wengi wanafurahi sana nikisema hivyo. Yule aliyemtuma ni nani? Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anasema mimi ni nani? Mimi ni mwana wa Mungu. Mtamwamini mtumishi wake, mtamwamini kitu ambacho mtumishi wake amesema, mtatumaini katika ile neema ambayo ametupa katika mwana wake Yesu Kristo.
Haya basi, kuna wengine wanasema Yesu si mwana wa Mungu, ni mtume tu. Tunatambua alizaliwa kwa bikira, ndio maana wengine wamedanganyika, wanasema yeye ni mwana wa Mungu kwa sababu hakuwa na baba. Haya basi, wewe unasema nini? Njia ni hii, nuru ni hii. Sikiza Mungu anakuambia nini. Mungu wa Isaya anakuambia wewe tembea katika huo moto uliowasha, wewe tembea katika hiyo mienge uliotengeneza. Nenda kaote moto pale, nenda pale kapate moto, na kuku hili ndio mtapokea kwa mkono wangu. Mtalala kwa mateso, utalala kwa mateso, na kuhakikishia kutoka neno la Mungu. Na kwa sababu si furaha yetu watu kulala katika mateso, nani pale analala mbinguni kitanda chake anasema wale wamepotea, wale wanaishi katika njia yao, wale sijui wanaishi katika njia duni, wacha wakufe, mimi niko sawa. Huyo ni mtu anamjua Mungu kweli? Kwa sababu kuna wengi hapa wataenda kupotea. Tunawaletea neno la mtumishi ili usipotee. Kwa sababu kuna wengi hapa wanahukumu juu ya kichwa chao, tumekuletea neno ambalo litakuokoa kutoka hiyo hukumu, na ni neno la mwana wa Mungu Yesu Kristo. Nasoma kutoka mtumishi wa Yesu Kristo, mtume wa Yesu Kristo ambaye anaitwa Paulo. Wengi hawampendi Paulo. Wengi hawampendi Paulo tena sana, lakini nakusomea neno lake bado kutoka kitabu cha Warumi mlango wa 19, mlango wa 3 kutoka mstari wa 19 hadi 24. Basi tunajua ya kwamba chochote sheria inachosema inawaambia wale walio chini ya sheria, ili kila kinywa kinyamazishwe na ulimwengu wote uwajibike kwa Mungu. Kwa hiyo hakuna binadamu hata mmoja atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana sheria hutufanya tuitambue dhambi. Lakini sasa haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa kando na sheria, ingawa sheria na manabii wanaishuhudia. Haki hii ni ile itokayo kwa Mungu na kupatikana kwa Yesu Kristo kwa wote wanaomwamini. Kwa maana hapo hakuna tofauti, kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Unaelezwa mambo haya ndugu yangu, kwamba ni bayana kwa kila mwanadamu, hata yule ambaye anakana kwamba Mungu yupo, ni bayana kwake kwamba Mungu yupo. Hakuna kupigana na hiyo. Mwanadamu mwingine anasema mimi siamini Mungu, mimi naamini sayansi, lakini rohoni mwake, dhamiri yake inamhakikishia kwamba Mungu yupo. Mungu yuko na binadamu ni kiumbe chake. Binadamu ni kiumbe chake, na kwa sababu binadamu si kama ng'ombe, kwa sababu binadamu si kama paka, kwa sababu binadamu si kama pundamilia, atajibia. Binadamu lazima atajibia mambo yake. Binadamu lazima atajibia matendo yake. Binadamu lazima atajibia maneno yake. Binadamu lazima atajibia haya yote. Na si ndio maana wengi hawapendi kuamini kwamba Mungu yupo, kwa sababu hawataki kuchikia mambo yao. Wanataka kuishi katika dhambi zao, wanataka kuishi katika tamaa zao, wanataka kuishi katika mienendo yao. Ndio maana wengi hawataki kukubali kwamba Mungu yuko, kwa sababu wanataka kuishi vile ambavyo wanataka kuishi. Dini ziko katika hii dunia nyingi sana, dini ni nyingi sana, lakini hizi dini zote zinakubalia kwamba mwanadamu lazima atalipia.
Haki ya Mungu ni kitu ambacho kinaonekana waziwazi. Haki ya Mungu ni kitu ambacho kinaonekana waziwazi na hauwezi kupingana nayo. Mwanadamu anatambua ukweli huu, ndio maana akiangaziwa dhambi yake, ndio maana akionyeshwa uovu wake, yuko tayari kudunga watu mavisu na kupiga watu mateke na kuwaonyesha vidole, kuambia wao ni wanafiki, kwa sababu yatambua yuko katika hali ya kupotea. Haki ya Mungu ni kweli, adhabu ya Mungu ni kweli, na kila mmoja wetu ambaye ananisikia hapa siku ya leo, wewe na familia yako na watoto wako na wajukuu wako na babu yako na nyanya yako na babu mkuu wako, nyanya mkuu wako, wote watasimama mbele ya Mungu. Wote watajibia makosa yao, wote watajibia dhambi zao. Yale ambao umefanya mafichoni, yale ambao unafikiria hakuna binadamu amekuona, umejificha pale, ukatokea pale kusali, ukatokea pale watu wakakupigia makofi, hata hiyo utajibia. Ile ukatili umefanya pale kama umejificha, ile uasherati umefanya pale kama umejificha, ukatokea nje ukafunga siku 30, hata hiyo utajibia. Hiyo njama umekaa pale nyumbani unapangia ndugu yako vile utaangusha biashara yake, ile kusengenya ambao unafanya, ile uongo ambao unaeneza kuhusu baba yako, mama yako, nyanya yako, hiyo yote utajibia. Kwani ninakwambia jambo ambalo haujui? Ninakufunza jambo jipya. Unajua hii ukweli kaka yangu, sikufunzi kitu ujui, ninaitangaza tu ndio nikukumbushe. Utahukumiwa, utasimama mbele ya Mungu. Si watambua hiyo? Ama ninakufunza jambo jipya? Nakufunza jambo jipya kweli? Hili ni jambo hautambui, ni jambo najua unatambua, ni jambo ninajua unajua. Kwa hivyo kuna shida kubwa ambayo tuko nayo sisi kama wanadamu. Tuna shida kubwa. Tutasimama aje mbele ya Mungu? Tutasimama aje mbele ya Mungu na tukue sawa mbele yake? Nitasimama aje mbele ya Mungu na niambie, wewe kaka yangu, wewe nimekuhesabu, wewe uko haki, wewe njoo katika furaha yangu. Niko na shida kubwa, niko na taabu kubwa, nitahesabiwa haki kivipi? Nitaonekana sawa kivipi? Niko na shida kubwa. Na wewe pia nakwambia uko na hiyo shida pia. Utasimama mbele ya Mungu aje? Utamwambia nini? Utaambia Mungu nini? Uko na nini umebeba katika mikono yako ya kuleta mbele ya Mungu ili uweze kujibu dhambi zako? Nani hapa anasema hana dhambi? Haya, tuanze na huyo mwingine. Mwingine anasema mimi sina cha kuogopa, mimi sina dhambi yoyote, mimi sina kitu ya kujibia. Na mimi nakwambia wewe pumbavu, wewe wajidanganya wewe. Umefika kiasi cha kujidanganya wewe mwenyewe. Wewe si mtu mkweli wewe. Angalia hiyo roho yako wewe. Ninakufunza wewe una dhambi. Kuna mtu hapa si mwongo? Kuna mtu hapa hajawaidanganya? Kuna mtu hapa adanganyangi? Inua mkono wako niambie utajibu aje uongo yako mbele ya Mungu. Kuna mtu hapa si mwenye matusi hapa? Haya basi, wewe si mwenye matusi, uko na nini? Wewe una chuki basi wewe. Wewe kazi yako kutamani wake wa wengine wewe.
Utajibu aje hiyo? Hapana, si mimi, alikuwa hajavaa nguo imefunika. Kwa hivyo shida ni yeye, shida si mimi. Hivyo ndio utamwambia Mungu Mwenyezi? Hapana, alikuwa amevaa vibaya, ndio maana nilimtamani Mungu wangu. Hiyo ndio unangojea kusema mbele ya Mungu Mwenyezi? Hiyo ndio unangojea kusema? Nakwambia uko na shida kubwa ndugu yangu. Utasimama aje mbele ya Mungu? Utajibu aje Mungu? Utajibu aje mashtaka yako? Mashtaka yako, hukumu ipo na iko juu ya kichwa chako. Utajibu aje? Utasimama aje? Uko na shida kubwa na kutangazia hapa siku ya leo. Uko na shida ambayo unafaa kuiwaza hapa siku ya leo. Uko na shida kubwa unafaa kuifikiria. Ni haja gani uishi ulimwengu wote, usimame mbele ya Mungu na ushindwe kujibu mashtaka? Nitakufaidi nini? Upate ardhi, ujenge biashara, ujenge mijengo makubwa, upate hela, upate watoto, upate nini, na usimame mbele ya Mungu na huna kitu ya kumwambia? Itakufaidi nini? Itakufaidi nini? Na kuhakikishia hauna faida pale. Kama kuna kitu kinafaa kukuweka usiku ukilala, ni nitasimama mbele yake kivipi mbele ya Mungu Mwenyezi? Nitakuwa sawa kivipi mbele ya Mungu Mwenyezi? Nitawezaje kuonekana kwamba mimi niko sawa, kwamba mimi sina hatia, kwamba mimi na Mungu tuko sawa? Nitawezaje? Paulo anasema hapa, tunajua ya kwamba chochote sheria inachosema inawaambia wale walio chini ya sheria, ili kila kinywa kinyamazishwe na ulimwengu wote uwajibike kwa Mungu. Kwa hiyo tunatambua kwamba hakuna binadamu hata mmoja atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana sheria hutufanya tutambue dhambi. Hiyo ndio kazi ya sheria. Unaambiwa kazi ya sheria ni kukuonyesha kwamba uko katika hatari, uko hatarini. Hiyo ndio kazi ya sheria. Wengine wanasema haya, sisi tunaamini Torati, lakini Torati ya Musa hawataki kuisoma hii. Ako na sheria zake, na mimi ninamhakikishia hata hizo sheria zake hauziweki. Sheria zako hizo uziweki. Mwingine anaambiwa lazima usali sijui mara 5, anasali mara 5, anaweka. Kama hiyo ndio ingekuwa sheria ya Mungu, kazi yake ingekuwa kuonyesha kwamba wewe hauweki hiyo sheria, wewe ni bure. Mwingine anaambiwa lazima ufunge sijui siku ngapi, anafunga, afungi. Hata hizo sheria zake hawezi kuweka. Hizo sheria zake hana uwezo wa kuziweka. Hizo anaambiwa hii ndio sheria, ukifanya hivi ni mtu akate mkono. Yeye hataki kukatwa mkono, na yeye ni mwizi. Wewe sheria nini? Hataki kuweka. Hata hiyo sheria anashindwa kuweka. Kwa hivyo hiyo sheria kazi yake ni gani? Ni kumwonyesha udhaifu wake, ni kumwonyesha hana uwezo wa kuiweka. Na hiyo hata sio sheria ya Torati ya Mungu aliyopeana kupitia Musa. Sheria ya Mungu, sheria ya kiroho, inakuja kwako naambiwa tu usiibe, usiibe. Mwingine anasema mimi siibangi. Fisadi na wa kwanza pale kazini. Fisadi wa kwanza. Inafaa kazi, ukiambiwa sheria ikikuja pale inakwambia usizini, kazi yake ni kukuonyesha kwamba wewe ni mzinifu. Kazi yake ni kuonyesha kwamba kwani hujawahi tamani mwanamke wa mwingine, ukamtamani kama kwamba unataka awe wako, ukabaki pale usiku mzima unashindwa kulala. Kwa hivyo wewe ni mzinifu. Kitu ambacho kimekusimamisha ni pengine hutaki kuwekwa risasi kwa kichwa, lakini hiyo ndio roho ya mzinifu.
ndio roho ya uzinifu hiyo. Ama unangojea nini? Unangojea kutenda kitendo ndio ujue? Unangojea kutenda kitendo ndio utambue wewe ni mzinifu? Unangojea? Sheria kazi yake ni kukuonyesha wewe ni mwenye dhambi. Sheria kazi yake haswa ni kumulika hiyo moyo yako, kukuonyesha. Anakuja anakwambia, sheria ya Mungu inasema usitamani mali ya mwenzako, biashara yake, punda wake, mke wake. Uko pale usiku huwezi lala, umekasirika kwa sababu biashara ya mwenzako umepata makastoma. Kwani nini shida? Sheria imepeana kwako kukuonyesha ile roho yako ni ya kutamani. Moyo wako ni ya wivu, ni ya majivuno, ni ya kiburi. Hiyo ndio kazi ya sheria. Hiyo ndio kazi ya sheria. Sheria iko pale inataka kukuonyesha unahitaji kukombolewa. Kwa sababu wewe ukifikiri utahesabiwa haki, ati mimi siibangi, hiyo sheria itawekwa mbele yako hivi, uonyeshwe roho yako. Roho yako hiyo vitu ambao unafikiria umeficha, hiyo vitu ambao unafikiria hakuna mtu anaona, unakuja mbele ya watu wanakupigia makofi. Oh, shehe huyo, oh, wadini huyo, oh, wakufunga huyo. Hiyo siku utachambuliwa na yule ambaye anaona fikra, yule ambaye anaona mawazo, yule ambaye anaona roho. Atakuonyesha roho yako iko aje, na atakuonyesha jinsi ambavyo hakuna sheria hata moja unaweka, hakuna hata matendo mazuri hata moja unaweka. Unasema mimi husaidia wenye wanyonge, mimi husaidia wanyonge. Hiyo kusaidia kwake anafanya ili apigiwe makofi na watu, aonekane, waseme mwangalie shehe yule, mwangalie wa kusaidia watu wengine yule. Hiyo itakusaidia kweli? Hiyo itakusaidia? Hiyo itakusaidia? Hiyo umefanya kwa ajili ya majivuno na kiburi. Lazima tuwe mema. Kama unafikiria uko na matendo mema, wengine wako wanafikiria wako na matendo mema, wana balance kwa mizani, wanasema wacha niongeze matendo mema ndio yale mabaya yasikue mazito sana. Ile siku ikifika nitahesabiwa haki mbele ya Mungu, kwa sababu matendo yangu mema yatakuwa yameshinda yale mabaya. Kakaangu, ni lazima nikuonyeshe kwamba ambaye anafikiria hivyo atashituka. Utashituliwa wewe mwenyewe utakapoona utukufu wa huyu Mwenyezi Mungu. Utashituliwa wewe mwenyewe, utashangaa, utagundua hakuna kitendo ulichofanya kinachoweza kulipia ile hukumu ambayo iko juu ya kichwa chako. Hauwezi, hakuna kitu. Kwa matendo ya sheria hakuna atakayehesabiwa. Kazi ya sheria ni kutufanya tutambue dhambi. Mwenye anafikiria atahesabiwa haki kwa sababu ati yeye anawekanga sheria, anajidanganya. Si ndio maana wanafika kiasi cha kwamba wanachukua neema ya Mungu kama leseni ya kutenda dhambi. Wanaichukua kama leseni ya kutenda dhambi. Wako pale, anaambiwa wewe ndio mambo unafanya utapotea. Anasema la shaka, Mungu ni wingi wa neema, Mungu ni mwingi wa neema, hata turehemu. Kwa hivyo kwake rehema za Mungu ni leseni ya kuendelea katika dhambi. Kwake neema ya Mungu ni leseni ya kuendelea katika uovu. Kwake neema ya Mungu ni leseni ya kuendelea katika mambo anayofanya. Neema ya Mungu haimuongozi kuona kwamba Mungu ni mwingi wa rehema. Inamuona kumbe tunaweza fanya maovu lakini Mungu afanye nini? Aturehemu. Kuna anajidanganya, hajidanganya. Hata watoto wadogo hapo wananiambia yeye jidanganya. Tajidanganya huyo.
atasimama na itaonekana mbele yake, tazama uovu wako, tazama hata ninakuneemisha, ninakurehemu. Lakini wewe unaona rehema ni leseni ya kuendelea katika dhambi. Hauoni neema ni kitu la kukuelekeza kutubu. Wengine wanapima wengine na kipimo chao. Ashajiambia vile yeye ni mtu mzuri kabisa, vile yeye hana makosa, vile yeye hufanya kila kitu sawa. Kwa hivyo hao wengine wako chini. Huyu haombangi, huyu ni mwizi, huyu ni jambazi, huyu ameweka standard yake. Kakangu, mimi nakwambia, hautapimwa hiyo siku na standard yako, utapimwa na standard ya Mwenyezi Mungu. Na kama wewe umefunua macho yako, kama uko na macho, ufunue tu uone ulimwengu huu unakufunza Mungu ako juu yako, standard yake iko juu sana. Usifikiri wewe kwa kupeana shilingi 100 unaweka standard ya Mungu ati nimefanya matendo mema, ati kwa sababu nimetoa lori ya chakula mahali nimefanya matendo mema, kwa hivyo nimezenda nikuwe mwasherati. Watu wako hapa wana balance, wanaishi maisha ya kubalance. Unaweza ukifanya hivyo, Mungu atakuwa kwa deni yako. Fanya matendo mingi mazuri, ndio unaweza fanya dhambi kidogo kidogo. Kwa hivyo ashapima dhambi kiasi chake kichwani mwake, ana kipimo cha dhambi. Anapima dhambi kulingana na macho yake, wala si kwa macho ya yule ambaye anadharauliwa. Haangalii dhambi iko aje kwa macho ya yule ambaye anadharauliwa. Kakangu, acha nikuhakikishie siku ya leo, dhambi ni dhambi kwa sababu iko dhidi ya Mwenyezi Mungu. Wacha niseme tena, dhambi ni dhambi kwa sababu iko dhidi ya Mwenyezi Mungu. Wewe uangalie venye umekosea mwanadamu kwanza. Unaangalia yule ambaye umemdharau, ambaye ni Mwenyezi Mungu. Pima dhambi yako kutoka kwa jicho lake. Pima dhambi yako kulingana na kipimo chake, ndio uone wewe ulivyo mwovu, ndio uone jinsi ambavyo umevunja sheria yake, ndio uone jinsi ambavyo unahitaji kukombolewa. Hakuna tumaini yoyote na kuambia kusimama mbele ya Mungu kwa mwanadamu. Hakuna. Ndio maana haya maneno yanaitwa Injili, yani habari nzuri, habari njema. We have good news for you, sinner, hopeless sinner. Tuko na habari njema kwako wewe mwenye dhambi usiye na tumaini. Wengine wanafikiria wako na tumaini, wanasema mimi nitasali, nifunge, nipige safari, alafu washerati wangu utaenda. Hivyo ndio utasimama mbele ya Mungu. Mwambie Mungu wangu, ulisema wacha nifunge, nikifunga utanisamehe. Ulimwengu unapotea kwa sababu watu hawafungi. Hiyo ndio sababu kuna majambazi na ufisadi, kwa sababu watu hawapigi safari kwenda Maka. Bwana, wengine wameichukua sasa kama leseni. Wanasema ninazaenda pale nijisafishe, nikuwe brand new, nikikuwa brand new nirudi niendelee kila mwaka nimefika Maka. Hiyo kwanza imeingia. Na wengine wanaishi vivyo hivyo. Mimi nakwambia hakuna tumaini yoyote kusimama mbele ya Mungu ila kwa ukombozi ulio katika Yesu Kristo. Lakini sasa
haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa, imefanywa wazi, imeonekana wazi, haijavishika. Hii haki inakuja na ndio naitangaza hapa, imefanywa wazi kando na sheria, ingawa sheria inaishuhudia. Na haki hii ni ile ambayo inapatikana katika Yesu Kristo kwa kila ambaye anamwamini, kwa sababu hakuna tofauti, kwa sababu kila mmoja hapa ametenda dhambi, kila mmoja hapa amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Biblia inasema utahesabiwa haki bure, utahesabiwa haki bure kupitia ukombozi ambao uko ndani ya Kristo Yesu. Hakuna kitu wewe uko nayo kwa mkono. Kufunga kwako haitaosha dhambi, sala zako hazitaosha dhambi, safari zako kwenda Maka hazitaosha dhambi. Hautasimama haki mbele ya Mungu kwa sababu ulibook trip kwa airplane Kenya Airways. Kenya Airways haioshi dhambi. Uasherati, ujambazi haioshi kwa safari ya ndege, haioshi kwa kujinyima chakula masaa 12. Umemkosea Mungu aliye juu, utasamehewa aje? Utahesabiwa haki aje? Unahitaji kuuliwa, unahitaji kukufa, unahitaji kuadhibiwa, na hiyo ndio haki. Utakombolewa aje? Utakombolewa aje? Lazima ulipiwe fidia kama, lazima ulipiwe fidia, na fidia hii inapatikana pekee katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mwingine yasema kwamba Mungu hana mwana, lakini Yesu Kristo yasema, wengine wanafikiria Yesu Kristo alianza kukua ile siku alizaliwa kwa Maria. La hasha, mwana wa Mungu ni Mungu, amekuwa toka kitabu. Nimejadiliana na ndugu yangu pale, ananiuliza kabla Yesu akue nani alikuwa? Yani anafikiria kwamba Yesu alianza kukua ile siku aliyozaliwa. La hasha, kutoka mwanzo Yesu Kristo amekuwa. Hakuna wakati ambao Yesu Kristo hakuwa. Ni mzao wa Mungu toka milele. Kitu ambacho kilifanyika ni mwana wa Mungu anayesifiwa na malaika, anayeabudiwa na malaika. Alikuonea huruma wewe mwenye dhambi, akasema huyu Abdul atakombolewa aje? Yo baba, huyu Ahmed ataokolewa aje? Huyu Cecilia ataokolewa aje? Huyu Shona ataokolewa aje? Huyu Firdaus ataokolewa aje? Yesu Kristo amemwonea Firdaus huruma na amekuja kumwita Firdaus hapa siku ya leo. Firdaus, wewe kwenye dhambi, wewe nakujia hapa. Yesu Kristo alikuona wewe katika ulemavu wako, katika dhambi yako, akashuka kutoka utukufu wake, akachukua mwili, akazaliwa, kwa sababu katika hali yake kama mwana wa Mungu asingeweza kufa, lazima angechukua mwili. Ajabu kubwa, ajabu kubwa. Mungu kazaliwa kivipi? Kazaliwa kweli. Kashuhudia kwamba yeye ni Mungu. Si ndio maana hawataki usome Biblia? Si ndio maana wanakunyima Injili, wanakuambia ni uongo? Lakini wewe chukua kitabu, kajisomee, kaone jinsi ambavyo ninajishuhudia waziwazi kwamba huyu si mwanadamu wa kawaida, huyu ni Mungu.
Nani angeweza kubeba hiyo hasira yote ya Mungu? Kuna mwanadamu angeweza kubeba hasira yote ya Mungu? Hakuna. Mungu peke yake ndiye angeweza kubeba hasira yake. Ndio maana Mungu akachukua hasira yake dhidi yako akaibeba. Ajabu kubwa, ajabu kubwa, ajabu kubwa. Mungu kazaliwa kabebe dhambi yako. Ajabu kubwa, ajabu kubwa. Ameniona, ameniona katika dhambi yangu. Kristo ameniona na akashuka kutoka kiti chake cha enzi na akakufa, akajitolea kufa pale msalabani kwa ajili ya mwenye dhambi kama mimi. Na natambua kwamba nina mandugu na madada kote kote duniani, na ni kwa neema ya Yesu Kristo nimekuja hapa kuwaita mwenye dhambi ambaye amejaribu juu chini na akashindwa kusimama haki mbele ya Mungu, na kutangazia habari njema ya Mungu aliyeshuka kutoka kiti chake cha enzi ili abebe mzigo wako, ili abebe mzigo wako. Huyo anayemwamini Yesu anahesabiwa haki kwa ule ukombozi ambao unapatikana ndani yake. Anakuja mbele ya Mungu, anasema, Mungu wangu, mimi sina chochote na sina lolote la kuleta mbele yako ila damu ya mwana wako iliyomwagika pale katika mlima wa Kalvari. Ndugu yangu, ni wewe ninakuita. Ndugu yangu, ni tumaini langu kwamba katika kutangaza neno la Yesu Kristo, Roho wake Mtakatifu yuko hapa na yafunua ukweli wa maneno haya kwako katika roho yako, kukuonyesha kwamba wewe ni mwenye dhambi, kukuonyesha kwamba utasimama mbele ya Bwana hiyo siku, kukuonyesha kwamba hakuna njia yoyote utaweza kujitetea, kukuonyesha kwamba kazi za mkono wako hazitaweza kukuokoa, kukuonyesha kwamba juhudi zako hazitaweza kukuokoa, kukuonyesha kwamba hakuna kitu chochote utakachoweza kufanya ili kujitetea kwa ajili ya moyo wako mwovu. Mungu wangu, na naomba kwamba kaka yangu utalilia Yesu Kristo akupokee, utalilia Yesu Kristo akufiche katika vidonda vyake, utalilia Yesu Kristo akuokoe. Wengi wamefungwa katika pingu za uongo, pingu za uongo ambazo zinawaweka katika hofu, pingu za uongo ambazo zinawaweka wasiweze kupata kuona ile nuru ambayo inapatikana pekee katika Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wengi wamefungwa macho yao wasiweze kuangalia hata historia kwa macho ya kweli. Wengi wamefungwa macho yao wasiweze hata kuangalia mioyo yao wenyewe kwa moyo wa kweli, kwa roho ya kweli. Wengi wanajidanganya siku ya leo kwa sababu ya pingu za uongo. Wamefungwa kutoka utotoni mwao, hawawezi kuona kwamba wanahitaji wokovu. Na naomba kwamba Yesu Kristo katika kunituma hapa siku ya leo, amenituma kukufunua macho, amenituma kukufunua jicho, amenituma kukuonyesha kwamba wengi wamekuja wakisema hii ndiyo nuru, wengi wamekuja wakisema hii ndiyo njia, akuonyeshe kwamba njia ni moja na ni Yesu Kristo, nuru ni moja na ni Yesu Kristo, kwamba hakuna njia yoyote ingine, kwamba hakuna nuru yoyote ingine. Hatujakuja hapa kuhubiri kuhusu njia ingine ambayo sio huyu mtu ambaye ni Yesu Kristo, anayekataa neno letu. Hakatai njia, hakatai dini, anakataa mtu, anakataa huyu mtu. Huyu mtu tunayemhubiri ambaye ni Bwana wa mabwana, ambaye ni Mungu wa majeshi, ambaye ni Yesu Kristo. Usimkatae mwana wa Mungu, usimkatae mwana wa Mungu, usimkatae mwana wa Mungu. Mungu Mwenyezi, nakushukuru na nakutukuza kwa sababu ya hii siku ya leo. Nakushukuru kwa wale wote Mungu Baba ambao wameweza kusikia injili hii.
na natambua Mungu wangu mwenyezi kwamba umesema wewe mwenyewe kwamba hii Injili ndiyo kisu katika mkono wako, kwamba hii Injili Mungu Baba ndiyo nguvu katika mkono wako kuwaokoa wengi. Kwa hivyo ni tumaini letu Mungu wangu, haujatutuma hapa bure kutangaza jina la mwana wako, haujatutuma hapa bure Mungu Baba kutangaza njia ya wokovu, haujatutuma hapa bure Mungu Baba kutangaza njia ya kweli. Tunaomba Mungu wangu mwenyezi kwamba umetutuma hapa kwa sababu wateule wako wako hapa Mungu wangu. Tumaini letu umetutuma hapa kwa sababu watoto wako wako hapa Mungu wangu. Tumaini letu ni kwamba umetutuma hapa kwa sababu mandugu zetu wako hapa Mungu wangu. Waokoe Mungu wangu, waokoe Mungu Baba kulingana na mapenzi yako. Jionyeshe mwenye nguvu wa kuokoa. Naomba haya yote nikiamini jina tukufu na mwana wako Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu.